Unapataje faida unapowekeza kwenye hisa? Kuna faida kuu mbili ambazo ni rahisi wewe kuzielewa kwa haraka haraka kuhusiana na uwekezaji kwenye hisa. Faida namba moja tunaita gawio. Unapowekeza kwenye hisa, manake ile kampuni ambayo wewe umeamua kwenda kuwekeza, wakipata faida na wewe unakuwa umepata faida, kwa sababu hisa ni sehemu ya umiliki wa biashara au kampuni. Kwa hiyo unapowekeza kwao, wakipata faida wakati wanaendelea na shughuli zako, mwisho wa mwezi wanachukua zile gharama zote za operation wanazitoa, ile faida inayobakia pure profit mnagawana wawekezaji wote ambao tunaita ni wamiliki wa hisa. Umeona? Faida namba moja. Faida namba mbili, hisa inakupa faida ambayo tunaziita appreciation profit. Appreciation profit ni pale ambapo hisa ulinunua ikiwa bei fulani, halafu thamani ya hisa imepanda labda kutoka shilingi 100 kwenda mpaka 200 au 300 au 400. Manake hapa wingi wa hisa zako ndo utaamua ukubwa wa faida unayoitengeneza kupitia nini? Kupitia hiyo appreciation. Kwa hiyo ulinunua hisa kadhaa ukaja kuziuza bei imeshapanda, unakuwa umetengeneza faida. Lakini hapa kwa wawekezaji wale ambao wana maono makubwa, wanawekeza halafu zile faida zinazozalishwa wanaruhusu zinarudi kujiwekeza tena. Una reinvest your profit. Manake hapa ndipo inapotengeneza kitu kinaitwa compound interest. Faida ya faida inaendelea kuzaliana zaidi. Kwa hizo ndizo faida kuu mbili za kuwekeza kwenye hisa. Kuna faida hiyo ya gawio ambayo inatolewa kila mwaka, lakini pia kuna faida ya ongezeko la thamani. Kinyume cha hii ya ongezeko la thamani ni kwamba endapo kama hisa hazijaongezeka thamani au zimeshuka, ina maana naona kumepata hasara. Lakini hasara yake ni kwamba haiwi hasara mpaka uziuze nini? Hisa zako bei ikiwa chini. Umeona? Kwa hiyo kupata hasara kwenye hisa ni pale tu itakapotokea kwamba umeenda kuuza hisa zako wakati bei iko chini, au kampuni imepata hasara kiasi kwamba imefikia hatua ya kufilisika. Kwa ndivyo hivyo ambavyo unaweza ukaelewa kama msingi wa awali wa elimu ya faida juu ya uwekezaji kwenye hisa. Niambie kwenye comment, je, ni kitu gani unatamani kuelewa kuhusu hisa? Au umeshaanza kununua hisa? Endelea kufuatilia zaidi kwenye akaunti hii, follow page hii ili uendelee kujifunza zaidi elimu ya fedha. Ni Festo Amos, mkufunzi wa elimu ya fedha aliyethibitishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Asante, tukutane wakati mwingine.